Hebu nikusanue mtu wangu wa nguvu vizuri tuelewane. Bwana, slogani yetu ni kwamba tuachi kuchamba umbea. Sasa kwenye hili sakata la ndoa ya Harmonize na Kajala, lakini pia kwa upande wa Plan B ambayo unaambiwa ndani ya mwaka huu 2026, Kajala aliweka wazi kwamba kuna big surprise. Yaani ukiachana na ndoa ya yeye na Harmonize, lakini kuna surprise nyingine. Sasa baada ya kufuatilia na kuweza kuangalia yanayoendelea katika familia ya Kajala na Harmonize, inaambiwa kwamba kuna issue ambayo inaweza katokea ndani ya mwaka huu, kwamba harusi mbili kwa mwaka mmoja, yani 2 in 1, yani ndoa ya Paula na Mario ikaanza, alafu baada ya hapo ndoa ya Harmonize na Kajala ikaja ikafunga mwaka. And of course ni plani nzuri na ni wazo zuri sana ambalo wameamua kuliandaa kama familia, licha ya kwamba Paula ndio alionekana kwamba ni kama amejaribu kuwapoteza maboya mashabiki baada ya kuulizwa kwenye swali ambalo lilikuwa kidogo na utata kwamba ndoa yake yeye na Mario itakuwa ni lini. Lakini issue ambayo iko ya siri kabisa ndani ya kapeti ni kwamba P-Funk Majani, baba yake na Paula, kwenye swala ambalo kwa hivi sasa yuko serious, basi ni kuhitaji mtoto wake aweze kuolewa. Hakuna mzazi wa kiume ambaye anaweza kafurahia mtoto wake apewe mimba, azalishwe, alafu mwisho wa siku asiolewe. So P-Funk Majani, kwa sababu ni wise man na ni mtu ambaye anajitambua, kwa hiyo issue ya ndoa ya Mario na Paula ni issue ambayo tutegemee kuiona soon as possible. Na hata baada ya Kajala kutuambia kwamba ndani ya mwaka huu kuna matukio mawili makubwa ambayo yatafanyika, na la mwisho ni kama surprise. Kwa hiyo pengine tukawa tunategemea kwamba harusi ya Harmonize na Kajala ikawa ndo ya kwanza kuanza. Yote inawezekana, lakini big surprise ama zawadi ambayo Kajala ameamua kutuambia kwamba hii itakuwa ni kumbukizi, haijawahi kutokea mama na mtoto wake kuolewa ndani ya mwaka mmoja. Yani hii ni zaidi ya historia ambayo Kajala atakuwa ameweza kuiweka. So ikitokea hivyo ndani ya mwezi wa sita, labda maybe ikatokea harusi ya Mario na Paula, itakuwa ni swala ambalo kidogo limekaa vizuri. Lakini kwenye issue nyingine ni kwamba kuna watu wengine wakawa pia wanatoa baadhi ya maoni kwamba kwa nini wasifunge ndoa ndani ya siku moja. Inawezekana, lakini ni kitu fulani ambacho hata kama kitakuwa ni cha tofauti, lakini pengine naamini kabisa kwamba Kajala anatamani ashuhudie vizuri, akiwa na furaha, akiwa pia ameshikilia jambo, ashuhudie ndoa ya mtoto wake. Lakini the same pia hata kwa Paula anatamani pia ashuhudie pia mama yake mzazi akiwa yupo katika furaha. Kwa hiyo kama ni shughuli na jambo, alivalie njoga kabisa. Kwa hiyo ni issue ambayo ninaamini kwamba inawezekana, na hata maoni ya baadhi ya mashabiki nimekuwa nikiyapitia vizuri sana katika mtandao ya kijamii kwamba wanatamani sana itokee Kajala na mtoto wake waolewe ndani ya siku moja. Of course wanaishi vizuri sana, kuanzia Mario, Harmonize, Kajala pamoja pia na Paula. Ni familia ambayo kwanza, yani kuanzia Paula na Mario ni vijana ambao wanapendana na wanaheshimiana. Kwa kwenye issue ya Kajala na mtoto wake kuolewa ndani ya siku moja ni wazo zuri, lakini sijajua kama je, Kajala anaweza kalipokea kama vile ambavyo mashabiki wamejaribu pia kutoa maoni yao. Na ninaamini kabisa kwamba ni maoni ambayo pengine yamemfikia, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanaenda kucomment kwenye account ya Instagram ya Kajala, lakini ni wazo ambalo haliko vibaya. Binafsi pia nahisi itakuwa ni issue ambayo pia ni ya kitofauti sana, hata kama pengine wana wazo la kufanya kwamba harusi ziwe ndani ya mwaka mmoja. Pia ni historia nzuri na ni idea nzuri, lakini creativity ya hali ya juu ni kumuona Kajala na Paula wanaolewa ndani ya siku moja. Hii itakuwa ndo most, na naweza kusema kwamba ni information ambayo inaweza kawa ni bab kubwa na taharuki kubwa sana ya kimitandao kwa hawa ma entertainers na haswa ma celebrity wetu ambao tumekuwa tukiwafuatilia. Basi itakuwa ni kwa Kajala na mtoto wake kuolewa ndani ya siku moja. Inawezekana, lakini pia kidogo ina kama kidogo kamchanganyiko kidogo ambako ni kakifamilia. So